Leo tutatoa funzo moja ambalo ni la muhimu sana kwa wafugaji wa kuku. Ni kuelekeza jambo la msingi la kufanya na jinsi ya kuchoma chanjo ya ndui. Tunajua kabisa ugonjwa wa ndui ni kuku kifaranga kuumwa kwenye jicho. Kwa hiyo leo tunaelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kutibu na kuweka kinga chanjo ya ndui. Tunaelekeza na tunachanja kifaranga chetu cha ndui kwa ugonjwa wa ndui ili kuweza kuwatibu ugonjwa wa ndui. Ni jinsi ya kutibu na kuwapa kinga vifaranga wetu, na kama hujawapa vifaranga chanjo hii, uwezekano mkubwa sana wa kuumwa ugonjwa ambao ni hatari wa ndui, ambao kimsingi hauna dawa, sana sana unasumbua sana kwa vifaranga ambao wanapoweza. Hii unaweka hivi, unaangalia ubavu wa katikati hapa, alafu hapo unakuwa umeshamaliza chanjo yako ambayo ni simple kabisa kwa ajili ya vifaranga vya kuku. Hapo tayari unakuwa umeshamaliza chanjo yako ya ndui. Na ukumbuke kabisa kwamba ugonjwa huu wa ndui ni ugonjwa hatari ambao kimsingi kama unawatoa kwenye banda haujawachanja ni hatari sana katika magonjwa ya kuku. Tukumbuke kabisa kwamba chanjo ya kuku ya ndui ni baada wanapofikisha mwezi mmoja ndio wanatakiwa wapewe chanjo hii, na hapo tayari wanakuwa wameshapata chanjo ya kwanza ya Newcastle wiki ya kwanza, lakini tayari tunakuwa tumeshawapa chanjo sasa ya pili ile ya guboro, tunakuwa tayari tumeshawapa tena chanjo ya tatu tena ya guboro, tunawarudishia tena chanjo ya 4 ya Newcastle. Sasa hii ni chanjo ya mwisho kabisa ambayo tunaashumu akishatoka, ina maana hapa kuku anaenda katika ulimwengu sasa wa kupambana na kuku wakubwa. Manake baada ya hapa sasa ni zile chanjo zile za kila baada sasa ya miezi mitatu. Manake tunakuwa tumeshawapa sasa chanjo zote, na ukifuata hivi huwezi ukasumbuliwa kabisa na ugonjwa hatari wa vifaranga kama tayari umefuata taratibu zote hizi ambazo tunazozionesha. Tukumbuke kabisa kwamba hii inaendana na kuku bora, na ili wasikusumbui wanatakiwa wapeleke hatua kwa hatua. Kwanza kabisa lazima uwe na banda lao, banda ambalo kimsingi ni kwa ajili ya kukukuzia. Alafu baada sasa ya banda lao sasa kwa ajili ya kukuzia, ndio sasa una uhakika kuwapa ile chanjo yote ya uhakika. Kuku wanasumbua sana kama hujawapa zile chanjo zinazostahili. Ukimtoa hivi
kama jinsi tunavyoonyesha hapa, kuna mabawa lakini kuna katikati ya mfupa na mfupa, katikati pale ndio inatakiwa, ina maana uchanje chanjo yako hii ya ndui. Tunaamini kabisa kwamba kama unaweza kuwapa chanjo inavyostahili, hatua kwa hatua. Unaona hii hapa tayari umekuwa umeshawapa chanjo ya ndui. Kuku kama hujampa chanjo ya ndui, akishaanza kuugua huo ugonjwa wa ndui, ni ngumu sana kuwatibu, ni ngumu sana kuwatibu, na inasumbua sana 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 sana, hasa vifaranga vya siku moja mpaka mwezi mmoja. Sasa hapa ugonjwa wake unaanza kuwapata wanapoanza kufikisha miezi miwili, wanaanza kusumbua, manake wanaanza kuvimba kwenye kichwa. Na kuna wengi sana ambao waga wanarushia kwenye grupu letu hili la wafugaji, ambao wanaona kabisa kwamba ugonjwa wa ndui tayari umeshaingia katika banda lao, na jinsi sasa ya kuondokana nao inakuwa ni ngumu. Sasa ili tuweze kuondokana na tatizo hili, kimsingi inatakiwa tujikite katika chanjo za aina zote, chanjo za aina zote za kuku, na kuzingatia taratibu zote ambazo tunazoziongea. Ugonjwa wa kuku hauwezi kukusumbua, na tulisema mfugaji mzuri ni yule mtu ambaye anajali kinga kuliko tiba, anajali kinga kuliko tiba. Ukijali kinga alafu ukazingatia kuwa kinga na utaratibu wa kuwatibu ukawa mdogo, lakini hasa ukajikita kwenye kutoa kinga. Na kutoa kinga ni kama hii, kuna magonjwa ambayo kimsingi ya kuku, hasa wanapofikisha siku moja mpaka mwezi mmoja, wameambatana na zile chanjo za kinga kuliko tiba, chanjo za kinga kuliko tiba. Ndio maana tunaanza na ugonjwa hatari sana wa Newcastle, maana yake unawakinga. Lakini baada sasa ya hapo tunafata tena chanjo ile ya ndui, hii tena tunawakinga. Baada ya tatu tena tunapata tena chanjo tena ya ndui ya guboro, hii tena ni kinga. Baada ya hiyo tena tunarudishia tena Newcastle, hii tena ni kinga. Sio kutibu, hapana, ni kinga. Lakini baada ya hapo tunapa yale maji ya katikati yale ya Newcastle kuwaimarisha, hii tena ni kinga. Tutaona kabisa kwamba kinga inakuwa ni kubwa kuliko kutibu, na kinga ikiwa ni kubwa kuliko kutibu, asilimia kubwa sana ya kuku wako kwenda vizuri ni mkubwa sana. Asilimia sana kuku wako kwenda vizuri ni mkubwa sana. Sasa ni mkubwa kwa asilimia gani? Na utaepuka dawa ya kuchanja kuku kwa asilimia na maana kubwa, kwa sababu umeshawapa kinga. Kinachotakiwa sasa ni zile chanjo zile ndogo zile na taratibu zile ndogo. Tuna hakika kabisa mradi wetu huu wa kuku ukianza kuufuga kibiashara, tunaona jinsi ya chanjo yetu, unachoma katikati hapo tayari unakuwa umesha mchanja kuku wako. Unachoma katikati
Hapa tayari unakuwa umeshamchanja kuku wako na ugonjwa huu hatari wa ndui. Tunaongelea leo ugonjwa wa ndui. Jinsi ya kuchanja ugonjwa wa ndui na tiba yake. Hapa unakuwa una uhakika wa kuku wako kuwaweka salama. Maana yake hawawezi wakakusumbua wanapotoka kwenye keji ya kwenda kuwa sasa wakubwa. Ni ugonjwa ambao kimsingi unasumbua sana kuku, na kama ukijikita nao kwa taratibu hii tunaifanya, kuku hawezi wakakusumbua kabisa na ufugaji wako. Tunaamini kabisa kwamba wafugaji wengi wanasumbuliwa na changamoto za kuku kwa kutokuwa makini na kwa kutofuata utaratibu ambao unaotakiwa. Tunaamini kabisa kwamba kama wakifuata kanuni za ufugaji, kwa sababu kila mradi una kanuni yake na kila mradi una taratibu wake. Ukifuata kanuni ya mradi husika, una asilimia ndogo sana ya kupata hasara na kupata changamoto, kwa sababu changamoto zile zitakuja, lakini utakuwa umeshazikabili kwa sababu tayari umeshaziwekea taratibu hizi husika. Na ukishindwa kufanya taratibu hizi, mradi wa kuku utawakimbia na utasema kabisa kwamba ni mradi ambao kimsingi ni mbaya, lakini unakuwa we mwenyewe hujafuata utaratibu ule ambao unaotakiwa. Katikati ya bawa, katikati hapo. Unaona hapa katikati. Katikati ya bawa na bawa. Hapo unakuwa tayari umesha chanja chanjo. Hamna haja ya mtaalamu kama tayari unafuata maelekezo haya tunayokwambia. Hamna haja ya kumleta mtaalamu kama unafuata taratibu hizi tunazozieleza. Wewe mwenyewe una uwezo wa kumchanja kuku ugonjwa huu na kumkinga kuku ugonjwa huu. Ukimchanja kwenye mfupa tayari unamletea ugonjwa, lakini ukimchanja katikati ya mfupa na mfupa kuna kanyama pale, tayari unakuwa umesha wapa chanjo inavyostahili. Kama unavyoona tayari tunawaandaa wale hawajafikia kipimo cha kuchanjwa, lakini hawa wengine tayari wameshafikia kipimo cha kuchanja, na unaweza kaona jinsi ambavyo tunavyo hapo tayari tunakuwa tayari tumesha mchanja. Hapo tena tayari tunakuwa tayari tumesha mwekea kinga. Tayari tunakuwa tayari tumesha mwekea kinga. Na lazima kama umeanzisha mradi huu uwe na muda wa kuwa nao karibu. Kuna watu ambao wanaanzisha mradi alafu hawana muda wa kuwa nao karibu, na matokeo yake yanakuwa ni machache. Lakini unapokuwa na mradi wa kuwa nao karibu, zile changamoto ni rahisi jinsi ya kuweza kuzitatua, kwa sababu unaziona changamoto, unaitatua changamoto, na maisha mengine tayari yanakuwa rahisi. Lakini ukishindwa kutatua changamoto alafu ukaanza kutibu, gharama yake inakuwa ni kubwa sana. Gharama yake inakuwa ni kubwa sana. Kwanza kabisa tulisema kabisa kwamba ili wakue vizuri wasiwe na shida, lazima joto. Si joto letu la kawaida kama unazoliona, ni joto la mkaa ambao kimsingi gharama yake ni ndogo kuliko umeme, lakini